wajetasika yake wakura kitumamu wakola tangira sesezi watuweze kyanya kyokuba muno tukola bulumanga tukuyereka ulubatakigambo lyawe mukolese nga kirukukya namuni gambo lyawe ligayingira imere emiziri yere nemukoswani singa yakirwa kubenge tukatweka emisi yatangira hakumana wewe obushobozi amen. Tunasema asante kwa sababu tumepatia neema kusimama mbele yake. Tunaweza kuturudisha tukiwa salama. Tunashukuru tena kutupa madhabahu. Kazi yetu ni amen. Tunashukuru tena kwa kanisa lote. Tuona leo bora kuja kusikia neno la Mungu. Na Mungu awabariki. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tusimame tuimbe kidogo tu. Bwana mwenyewe atatoa ripoti na kusoma majina. 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 Bwana mwenyewe Baba, tunakushukuru kwa sababu tumetoa ripoti na kusoma majina ya wale wenyewe walipambania uzima wa milele. Ninajua kila mmoja akiwa hapo, mchungaji wetu atakuwa akiwa hapo, kanisa lote na baraza lote. Bwana mwenyewe, Yesu mwenyewe, tutatoa ripoti mbele za Mungu na kusema Baba, wale watu wote jina lako lipewe sifa Mungu. Najua ripoti zetu zitatolewa kwa kazi tulizozifanya, kwa huduma tulizozifanya, kwa kazi tulizozifanya. Apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele ya shangwe. Asante Mungu kwa mbinguni. Maana wewe ni Mungu. Maana wewe ni Mungu. Maana wewe ni Mungu. Tunashukuru Mungu kwa sababu mwema. Na tunasema asante kwa sababu situpotee wewe milele katika jina la Yesu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tunasoma neno la Mungu kuhusu ufalme wa mbinguni. Kila mmoja anapambania ufalme wa mbinguni. Amen. Amen. Kila mmoja anapambana apate ufalme wa mbinguni. Mungu atubariki sana. Amen. Maana tunaacha kila tulicho nacho, tunakubali kudharaulika, unakubali kusemwa vibaya kwa sababu upate ufalme wa mbinguni. Na Mungu aliinua mwanao wa pekee akamwambia neno zaliwe ili uletee watu ufalme, na katuletea ufalme. Alishuka kutuletea ufalme.
Kuzaliwa kwa Yesu alileta ufalme wa Mungu, akauleta duniani. Napambana, dada napambana, baba napambana, kijana napambana, ni upate na wewe upate. Mungu atubariki. Amen. Amen. Tunasoma neno la Mungu. Tunaweza tukafungua vitabu. Tutaupata je? Tunasoma Luka 19. Tunasoma mstari wa 13. 19:13. Luka 19 na 15. 13. Luka 19 na 13. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungo 10 ya fedha. Aliita watu 10. Jina la Bwana libarikiwe. Aliita watu 10. Wale watu 10 akaniita na mimi. Kwa sababu tunapopambania ufalme wa mbinguni, tuko kwenye biashara. Amen. Sasa ukitumika vizuri unapata. Ukifanya uzembe unakosa. Amen. Naki hapa napambana iwezekanavyo. Sitaangalia huyu. Sitaangalia unaangalia namna nilipewa. Nitembea namna nilifanya je? Nilifanya je? Namna nilipewa. Wewe uimbe namna ulifanya je? Ulipewa. Amen. Uhubiri namna ulifanya je? Ulipewa. Ili wewe ushindane na hawa wa 10. Unaweza kusema amen. Amen. Kama utashindana ndio pale unakiasikia sema fulani kwa nini anapita wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kawa na msomi sana, ukawa na vitu mali mengi, lakini ukashindwa kupambania ufalme wa mbinguni. Ukaukosa. Jina la Bwana libarikiwe. Kama mtu kachini sana akakusomaka, akajulikana, kakapambana. Wao kavimba kapasuka lakini kanaendelea. Ndio Yesu. Ndio maana naimba Bwana mwenyewe atatoa ripoti na kusoma majina. Haleluya. Ndio maana niliimba hivyo. Kweli atatoa. Atasema mama Raila atembea. Atasema fulani naye. Kisha naweka na Mauro naye. Mauro naye akasema na mimi niko hapa. Ndio na wala bariki. Maana kitakuwa kindumbwe. Vitu itakuwa ni hatari mbinguni. Mimi hakutaka furaha kama mbinguni. Hata mimi hapa niko na majaribu. Nikiwaza paradiso, siwazaki majaribu. Hiyo ni kwa kwambia ni kweli. Watu wanakuwa na matatizo wanaweza kuwa wa kwanza. Lakini katika ufalme mbinguni inakuwa anacheka tu. Tunauona. Na utaupata bila matatizo. Hakuna siku tutapata ufalme bila mateso. Amen. Amen. Baba yangu mtapambana, majaribu yatapambana kusudi ukose, lakini unapambana wewe ushinde, upate ufalme wa Mungu. Twende baba somo. Akawaambia, fanyeni biashara hata nitakapokuja. Ufanye vizuri. Fanya biashara, mama wewe. Nenda tembea. Watu wasema naandaka kawia. Mimi sina mtoto. Watu wasema naandaka kawe sina mwanaume. Nyenyeshaji. Baba yangu na mandaka baba niko hapa. Nina roho ya Mungu. Amen. Napambana kusudi hakuna vingine. Mie Mungu, tuseme shetani kama ni Mungu, kama alinionea. Kama ni Mungu, sijui wapi. Nina roho ya Mungu. Watu wanasema Ayubu, wasiona Ayubu. Lakini mimi naonaka niko Ayubu. Bora yeye Ayubu. Walikuja akamrudishia mahali. Ndio. Na watoto. Mtu wanasema mtu kama Ayubu, mimi naonaka ni mimi kama Ayubu. Hiyo nakisema kinatoka moyoni. Hiyo kinatoka moyoni. Kwa sababu mwanaume alikata kamba. Mtoto kuisha. Kidonda cha miaka kinaumaka kila siku. Mali sina, mwanaume sina, mtoto sina. Uniambie sasa. Hakuna mtu kama Ayubu kweli? Hakuna.
Nakwambia nikipanda kwenye gari ikitingizika kidonda kinauma. Ninaendaka natembea hivi. Unakuta nakaa kwenye gari siku mbili. Nilitoka Mozambiki naingia Tanzania. Tulitembea siku mbili, kidonda kinawaka moto, jua kali, hatuogi. Kidonda kinaanza waka moto, machozi yanatiririka na njia. Kaza mwendo mwanangu. Kaza mwendo mwanangu. Ninajua ninachokifanya ni kikubwa, lakini nitakulipa. Ule dada kaniambia tulikuwa naye, tufanye je? Bwana sasa kidonda hakuna kwa daoga. Gari nalala njiani, tunaanza safari tena. Nikamwambia twende tu. Akaniambia huyu nani naye shofa anatembeza kama nani? Nikamwambia shofa hajui tatizo langu. Tatizo langu najua mimi. Hautamwambia tembeza polepole na tuko na mwendo wa siku mbili. Akitembeza polepole tutatembea siku 3. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na napataka angalau wakati napanda ndege ndio nasikiaka juu mwendo wa masaa 2, masaa 3 ndio nasikiaka kama napata nafuu. Lakini pesa zikicheza napanda gari nateseka. Lakini Mungu atanipa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Watu banaweza wakashindwa kumtumikia Mungu na wanaweza wasikae. Niko wa kwanza. Haitakiwi nikae bila kumtukuza Mungu wala kumnena. Haitakiwi nimalize mwezi ninakaa bila kunena Mungu. Nilimupa nini nitembea tumbo wazi mpaka ninaishi. Kisha nikae kimya tu. Jamani, na watu wanahitaji maneno. Watu wanahitaji wasikie maneno. Kisha nikae tu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini niko na karama nyingi. Mungu ananipenda. Singefika hapa. Acha nikiseme nikiwa mbele yenu. Nitoka Mozambiki, kutoka South Africa nikaingia Malawi, Mozambiki Tanzania nikaenda, nikapanda ndege, ikanipitisha Ethiopia, nikapanda nikashuka Kishasa. Niko Kishasa nishatumika. Nikamwambia Mungu siamaliza, akaniambia uende kwanza mwanangu. Uende ushuke Goma. Kuna kwenye mtasaidia watu Goma. Mchango tusaidie watu Goma. Akaniambia mwabeni watasaidiana nawe shuka utoe neno la Mungu. Nikasema Goma tena kurudi tena nisharudi. Akaniambia mwanangu kikaze tu. Nikamwambia pesa niko naziangalia tutazipata. Akaniambia je, uko nazo? Lipa uondoke. Nikalipa. Nikashuka Goma. Na ubiri Goma ananiambia wewe unabidi shuke Uvira. Nikaona watu wawili, mtu analeta kamba. Akasema hivi, tunapaswa kumfunga Mama Rashid. Nikasema mtamfungia nini? Bakaniambia uimbaki tena. Tunakufunga na kamba kwa uimbaki tena. Nikasema nikaanza kuchukua mwingine mfunge huyo kwenye hiyo kamba. Huyo anataka mfunge nani ananivuta. Bafunge Mama Rashid, mimi naimbaka. Na mimi navuta ile mwanamume mfunge huyu baba haimbaki. Maki tukaa tunavukana mwa ile ndoto. Sasa nikasema, kwa nini banifunga sasa tunakufunga? Alimbaki tena. Kama siku baba ndio haimba lakini mimi naimba. Akasema uimbi. Na huyu baba nao wewe tunakufunga makanga. Nikaanza nikashituka. Nini natuendelea? Kwa rafiki kako wewe na nituma akili yangu inazunguka. Nikasema sawa. Nifanyeje? Sasa kanaambia shuka. Nikasema ndashuka nifanye pesa za hapa. Si azikuwa mkitu akanda nenda tu. Mwingine akaniambia sema tunakulipia za kushuka Uvira. Nikasema ndani nishuke Uvira. Mbona Christmas imeisha? Asema nenda tu hivi. Nilishuka hapa kuimba. Na ndio maana mimi kwa jina la Bwana libarikiwe. Napambana na wawili na pambana na kuimba. Waniambia sasa hesabu ni watanipa pia. Amen. Amen. Tuko pamoja. Nikafika hapa nikasema wasi. Akaniambia uende usikae. Lakini kisha uende tena mkaze yenyewe kujua. Nikasema leo tiketi na ndege kwenda kurudi tena na kurudi. Nisema nitafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Tumwingie Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Hapa mimi naongea tu kidogo. Ni kidogo tu. Siatoa salamu, siashukuru. Niko nasema neno kidogo yenyewe watumishi wa Mungu walinipatia mimi.
lakini si hakuwa shukrani. Mshukurani ndio mko salamu Mungu alibadilika. Lakini mimi niliona nikaenda na masalamu, muda ni kidogo, bwana nisome neno la Mungu. Niko nazungumzia juu ya ufalme wa mbinguni. Pambania mpaka kieleweke. Pambana mpaka kieleweke. Unajua kieleweke ni kusema je? Mpaka kijulikane. Mpaka kitu kitoke vizuri. Hakuna kulala. Amen. Amen. Uache wakusema waseme wafanye vyao. Sisi tunafanya ufalme wa mbinguni. Hakuna kingine kwa pande leo tunyakuliwa na tuone. Amina. Twende baba maliza sasa, sitakuvuruga tena. Soma na umalizie mwisho. Tushuke 14 nasema hivi. Nasema nini? Lakini watu wa mji wake walimchukia. Wakatuma wajumbe kumfuata na kusema, hatutaki huyu atutawale. Ikawa aliporudi akaupata ufalme wake, aliamuru waitwe pale watumwa aliyowapa fedha, ili ajue faida aliyopata kila mtu kwa biashara yake. Akaja wa kwanza akasema, wacha kwanza mwenzako mkono muulize, ushapata faida gani mkazi Mungu alikupatia? Mwambie. Unajua hata ni kutoa. Mko mnawaza kama mnamtolea mchungaji. Kila mtu anapotoa anajitolea mwenyewe. Hamjui siri ya ufalme wa mbinguni. Tunapambana kutoa, kuimba, kuhubiri, kuombeana, kusaidiana, kubarikiana. Amen. Amen. Sasa akakuja wale wangapi wamepata faida. Ndio kwenye wangapi wamepata faida. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, fungo lako nimeleta faida ya mafungo 10 zaidi. Ndio. Akamwambia, vema mtumwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu katika neno lililo ndogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, fungo lako limepata mafungo 5 faida. Akamwambia huyu naye, wewe uwe juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, hili ndilo fungo lako ambalo niliweka akiba katika leso, kwa maana nilikuogopa, kwa kuwa huu mtu mgumu. Waondoa usichoweka, wavuna usipopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kwa kinywa chako, mtumwa mwovu wewe. Na hiyo watu wanasema hivi, kila siku kutoa, tunatoa tunachoka. Pesa zenyewe zile watakuhukumu kwa hiyo mdomo kwa naongea. Hiyo mdomo wako naongea sana, akaleo tena wanaleta utoaji, wamezidisha. Mimi ukiniambia nitoe, siwezi nikakasirika. Napendeka kutoa, unajua mkutoa kwangu mko kila zawadi yangu. Na wewe mwenyewe nakasirikaka wakati wanakuambia utoe. Jua una balaa. Mbingwa wendi, hata umekuwa mtakatifu waje, mbingwa utaenda kama kutoa. Mungu atulie. Kama huna kitu, nyamaza. Baki sema tutoe. Ukiona huna kitu, kaa kimya, wengine watoe. Ukipata toa, kwa sababu unaposema neno, unapromosha kila chochote kushakatoa. Unarudi chini. Tuko pamoja. Ndio maana mimi nikishiwa na nyamanzaka. Niambia una pesa tu, hauwezi kujua kama sina, hauwezi kujua kama hina, na nyamanzaka tu. Kila naona lakini. Unajua Kenya nishajenga kisipotee. Lakini watu wana midomo, watakuhukumu kwa neno lako uliongea. Lenyewe uliongea hata mkinywa chako juu ya utoaji. Watu wako kwenye utoaji wanaongea sana. Kwenye kazi ya Mungu ya nyimbo na maombi wanaongea sana. Washa tuliimba tena unaimbia mtu, unaishimbia kwa namna tunapoingia kanisani, ndio mna alama zinakutoka. Unaingia wanakosha. Unaingia wanakosha. Unapiga mkono wanakosha. Jina la Bwana barikiwe. Watoa wanakosha. Ndio kazi tunaishi. Sasa wewe unjue sasa wewe baada ya kosha simu tu wanakuhukumu. Mungu atubariki.
Baba, unaweza kuruka. Niruke. Unaweza kuruka 20 na 4. 24 nasema hivi. Akamwambia. Ndio. Akawaambia waliosimama karibu. Ndio. Mnyang'anyeni hilo fungo. Ndio. Mkamupe yule mwenye mafungo 10. Ndio. Wakamwambia, Bwana anayo mafungo 10. Na waambia kila aliye na kitu atapewa. Sasa niwaambie kidogo. Hapo kuko swali na kuko jibu. Bana sema hivi, huyu mtuma mbaya bamunyanganye kila alichona ile fungo yenyewe alikuwa anaweka hakufanya biashara. Baende bampatie ule wa 10. Watu wakasema hivi, jameni. Huyu wa 10. Mimi watani singeni ongeza. Akamwambia, tunapaswa kuongezea. Yana vingi. Tunapaswa kuongezea wa vingi. Na ni kweli jiulize. Kwa nini aliwapatia wa 10 na wa 5 huko? Kaongezea wa 5 akawa na ngapi? Akawa na 6. Lakini wakasema wewe wa 6 na wewe wa 5 ulitumika na uzembe. Sasa mwenyewe alitumika na bidii. Huyu wa 10 tumuongezee. Ili aende vizuri. Jina la Bwana bariki. Amen. Kama utaenda tena. Mtumishi wa Mungu ulitumikia maji katoka hapo. Inulia Yesu. Hiyo ni ishara baba. Wewe cheza tu. Hivyo kama utaenda tena. Unatumikia mtanganyiko unatoka mzima. Ni hatari kweli. Unaona kuna watu wa Kongomani tunaposhika ushuhuda tunaona kama ni kitu kidogo kidogo. Ni ushuhuda mkubwa huo. Hata kitabu kikaanza kuendelea na kuingia kwenye maji na akapoa kwenye maji na haya ukishajua kuoga unaogeleaka au tu. Sasa nani alikuponya pale? Zile nyimbo naimbaka baba. Jua kiimba unaanza cheza watu wanaona kama mambo kwa asili. Nani? Walikita mpaka ya mali. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu analinda mtu kwa kile kitu alichonacho. Na Mungu anaongezea mtu kingine kwa vile ulitumika sana. Kila mmoja atafute ufalme wa mbinguni tena autumikie. Tuko pamoja? Kamalizia kale ka mwisho. Kako hapo. Biblia inasema hivi. Ndio. Na waambia kila aliye na kitu apewe, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alicho nacho. Hata na kile kidogo ulikuwa nacho kidogo. Kali mbaka kwa hiyo kaacha, baada kunyang'anya. Mungu atulie. Kwa sababu tunacheza sana washirika wa Kristo, tunacheza na maneno, hatuchezi na ufalme. Cheza na kingine, ufalme wa mbinguni upande na mikono miwili. Lala njaa bana ufalme wa mbinguni. Yesu aliuongea. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu aliongea ufalme nikaupenda. Katika kitabu cha Marko 4. Mstari wake wa 30. Aliongea pia ufalme. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Usema watu sikie. Marko sura 4 mstari wa 30. 13. Inasemaje? Marko sura 4 na mstari wa 13. Inasemaje? Biblia inasema hivi. Akasema ulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Tulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Yesu anaongea. Jamani, nimekuja kuwaletea ufalme. Nimekuja kuwatoa kwenye moto. Lakini sasa tuunganishe na nini ufalme wa Mungu? Twende. Au tuutie katika mfano gani? Tunaweza tukatia ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu katika mfano gani? Amen. Twende, kuna kama mfano alisema katika. Ni kama punje ya haradali. Ndio. Ambayo ipandapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikisha kupandwa hukua, ndio, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, ndio, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Amen. Amen. Asante. Ni kama kunji ya kitu kidogo sana,
kenye kanadharaulika, kanalinganisha ufalme wa Mungu na hiyo kundi. Aseme ni kadogo, mkundi zote maadamu eko ndio kamwisho. Hata unaweza kama unachambua mchele, unaweza ukachambua pakapata maki kanadharaulika. Kumbe kale baki kapanda, kanapanda, kanakuja. Amen. Kanaanza sema mliniona mdogo, mwacha niwaonyeshe kama mimi mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Aseme kanapanuka mpaka ndege zinakuja kutua. Na ufalme wa Mungu ndio jinsi ulivyo. Ni mdogo sana, lakini hauoni. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Uko moyoni mwako, uko moyoni mwangu. Hatujui. Amen. Mungu ndiye anajua. Nikasema ingine kidogo katika Mathayo 13 mstari wake wa 44 anasema mifano mizuri pale. Aseme ni kama vile ufalme wa Mungu, kama vile mtu anaweza kaona mshamba mwenye dhahabu. Wewe unaenda toa pesa zako zote, wewe ushaona kama huu ni dhahabu. Unaenda unga yako vyote unabeba ile shamba. Tunasema naye haoni hizo pesa zote, kumbe ushaona kama ina la wana masikia. Lakini mbebe kusudi asinunue kwa saa ya shamba, anunua kwa kile kiko ndani. Amen. Na Yesu naye alipokuangalia akasema watu wanapoangalia pia wanadamu, tena na pia wanadamu weusi, na pia tupate kwanza safupi. Yesu akasema naangalia moyoni yenye nafia, usudi nikinunue kije kwangu. Shetani alikuwa amekibeba kirudi kwangu. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio hakuna mwenye angekuangalia, lakini Yesu alikuona na kaupenda Mungu. Nikwambie nini? Maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha yako yote. Useme maneno mawili. Maisha yako yote tafuta ufalme wa Mungu. Amen. Ufalme wa mbinguni wanauteka ni wenye nguvu. Ujumbe wangu Mungu ananiambia niambie kanisa hili. Na niambie watumishi wa Mungu pamoja na mimi na wengine. Akaniambia kanisani kuna watu wa namna hizi. Ndio. Akaniambia kanisani kuna Wakristo na kuna watu walio na wokovu. Akaniambia Wakristo ni wale wanaingia na kutoka. Akaniambia wokovu ni mtu aliyeokoka na wokovu anao. Sijui kama naeleweka. Alisema uende angalia makanisa na waambie makanisa. Mkanisani mko watu wa namna hii. Mko watu waliokoka. Wanabatizwa maji mengi, wanaingia kanisani. Na kuna wengine wanaokovu. Mtu wa wokovu tofauti na watu wengine. Mtu wa wokovu akasikaki. Mtu wa wokovu ni wa kwanza kuomba msamaha. Mtu wa wokovu hawezi maliza asubuhi mpaka jioni ana hasira. Roho yake tunamwambia mwanangu parapande kidogo danda wapi. Sijui kama mnaelewa. Na kuna wengine anaingia tu na kutoka. Anaweza kavala nguo yake nzuri tu amuone kama yeye ndio anavala. Hiyo ni Mkristo, mwingine anakutoka. Hata sadaka ni kwa chakula. Tuko pamoja. Na kuna mwingine anaingia asikia neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bali tusomea neno la Mungu siku ya Jumapili nikaipenda. Pasteri mtumishi wa Mungu. Ile neno mimi nimebariki. Unaona kuna maneno na bariki nasema mtu anakawia. Huyu anakawia lakini inavutia. Inatupanga vizuri. Inatuweka kwenye mstari. Jina la Bwana libarikiwe. Kama wao kupendaka maana yake wewe na wao uko mbali kwa mchawi. Jua mwenyewe alimchawi, haiko mchawi alipendaka mimi. Unigusa. Hata mkutubu mnigusa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Aliye na wokovu ni mtu mwenyewe anatembea na utaratibu. Hana rafiki mbaya. Na hana upendeleo. Na hana ngambo moja. Yeye anaamua namna roho anataka. Amen. Huwa na wokovu jua najua nikienda mbaya nitahukumiwa na nani? Na ufalme wangu ndaupoteza juu ya watu. Lakini huyo mwenyewe ana wokovu. Ndio unaona leo wanatukana, leo wachungaji wanakauka na kusema, leo wasema watapigana na watumishi. Huyu ameokoka. Huyu amelogwa. Huyu amesazika. Huyo ndio mbarabara. Na watumishi wa Mungu mkimya. Wewe umeokoka kweli?
aliye na wokovu anasikia kwa uchungu mwingine akifanya kosa. Jua anajua mwenzetu amefanya kosa, kuzimu wanaanza cheka. Mbingu wanalia. Sikia neno itakusaidia. Mama mnaonaka vigelegele. Nishaona mtoto mmoja anafariki. Nikasikia kuzimu wanashangilia. Nikaona shetani anapiga mikono. Nikaambiwa na Mungu hivi, acha kulia. Huyu mtoto hajazikwa. Ningali na nguvu kumchukua mikono ya shetani. Anza kuomba. Nikasema mbona ameisha fariki? Iko nyumba za maututi. Akasema mwisho wa mwanadamu wakati wanachimba kaburi wanamzika. Isa ungali unapiga magoti, ninyangai nafsi yenyewe washaanza shangilia. Nikaacha kulia. Nikaanza lia juu ya ile nafsi. Kijana wangu mmoja alifariki, alikuwa anaitwa Marika, alikufia Bukavu. Alikuwa hajabatizwa. Nikamwambia Mungu, cha kwanza mtoto hajabatizwa. Shetani hawezi kabewa nafsi ule mtoto aende katika jehanamu moto ya milele. Nikaanza lia, nikalia. Mungu akaniambia lia. Mama analia, busi na analia, simjali. Mimi nakuwa kiroho. Amen. Wakati mwenzako anaugua, anaingia kwenye matatizo, anza kumwombea ile nafsi yake isipotee. Mimi niko naombea mtu mwenyewe ashakata roho lakini anazazikwa. Tunamwacha panzi, wanasubiria watazika kesho. Nikaanza lia, nikalia. Nilipolia, nikaona mbingu inashusha pepo ya kisulisuli. Unaona kale kanazunguka kale. Kakatoka mbinguni. Kakashuka kuzimu. Nikaona shetani anaanza kufanya ile. Nikaona mikono yake wanafanya kwa. Akanyanyua. Nikaona naenda. Mzima akasema yaya tu apoteza. Nikasikia mbingu anapiga vigelegele. Mungu akaniambia asante mwanangu. Akaniambia mwisho wa mwanadamu ni muziki mkaburi. Lakini wakati angali hajazikwa, nafsi yake inakuwa inatembea. Inakuwa haijakuwa na makao, nani abebe, nani atabebe. Matoko na pambana. Ndio kuacha kulia, omba. Hata wewe mtoto wako acha kulia, omba. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Usikie vingine vyote. Ucheze na vingine vyote. Usicheze na moto ya jehanamu. Cheza na vingine jameni. Wanakuambia watakutupa mule, hautakufuata, hautarudiaka, hautalombaka msamaha, hautaponaka. Asa milele na milele ukilia, kulalamika, kulia na kusaga meno. Milele na milele. Ndio maana wale baba alisema hivi, jameni. Ufueni mufu. Lazaro fufuka. Nina wandugu zangu watano nenda kwa wahubiri waokoke wasimkuta. Akamwambia kule kuna manabii na wachungaji. Kama watawasikiliza watakukuta hapo. Alisema hivi. Baba wakiona mufu wataokoka. Wakiona Lazaro mufu wataokoka. Mimi nishajitegea mwenyewe kuteseka hapa lakini nataka ndugu yangu naye ateseke hapa. Kwa nini wao sio na wivu kuombea kanisa? Kwa nini sio na wivu kuomba Mungu aokoe zile nafsi za wapagani? Leo tuna maombi ya nguvu ya kuombea hata na Waislamu Mungu awaone. Kama wanashindwa kuokoka, kwa fimbo wapige, awatia kwa magonjwa, wakome, wamtafute Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hiyo ndio tunapaswa kujua kwa sababu zile nafsi Yesu alikuja kujitoa ili kuokoa mtu na hii moto ambebe katika ufalme wa Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Neno la pili Mungu apenda kuongeza sana. Mungu atubariki. Mungu abariki maneno yake na Mungu awabariki. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Katika maisha yetu tunapita na kupita lakini Yesu anabaki mwangalifu. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaendelea kusema asante, tumepata neema na nguvu ya kuliongea neno lako. Watumishi wametupa kibali na tumekipokea. Acha basi Baba, ndio Mungu. Kwa sababu umenipa kunena. Na mimi nimesema kidogo. Mimi ni mafundi tu, lakini wewe umeongea. Mimi nimepotea umeongea. Asante Mungu. Hizi nafsi zimesikia na mimi nimesikia. Acha niwe na wivu tutafuta kwa Mungu. Na wenzetu na dunia yetu. Kwa kuona siku moja ya baraka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen.
anasema hivi: tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na mengine mutazidishiwa. Amen. Ufalme wa mbinguni. Fasi moja anasema ufalme wa Mungu, ile fasi ufalme wa mbinguni. Na ile tutatafuta sana. Na kutafuta ni kutubu dhambi, ni kuacha dhambi. Kutubu dhambi na kuja kwa Yesu. Maana mtu mmoja alimuuliza sema, Bwana, nifanye nini ili nipate uzima wa milele? Bwana usaidie sana. Basi kama mtu hajatubu dhambi, hajakuwa kamilifu, hawezi kuingia katika ule ufalme, hawezi kupata uzima wa milele. Kama na mtu ambaye ni mdhaifu kiroho, unaweza kufika hapa, waombe Mungu pamoja naye. Kwa kumaliza mara moja, tusimame na mchungaji atuombee msamaha kwa Mungu. Mwenyezi Mungu Baba yetu, na shukuru sana sababu Mungu lako kufanya hayo yalikuwa mafundisho yako Yesu, wakati ulianza kufundisha katika ulimwengu. Wale wote walipokea neno lako ili waweze kuvumilia na kuongoza siku moja kufikia haki ya Mungu. Baraka tumepokea neno lako. Tunaleta matoleo ambayo yamewekwa hapo mbele katika sanduku la matoleo. Wote vinyoka kutoa baadhi ya yale mapato kwa kazi zao zote. Na tunashukuru kwa sababu inaendelea kuleta baraka.